Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ikiwa mpaka sasa zimesalia siku chache tu kuelekea siku ya Simba Day, ambapo maandalizi yamekuwa makubwa kweli kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaona namna gani ambavyo wanaendeleza hamasa zao kuhakikisha kwamba mashabiki na wanachama wote wa Simba wanaweza kujaza uwanja. Ni Agosti 8 pale katika dimba la Uhuru Stadium, mwenyewe anapaita shamba la bibi. Historia na mambo mengi ambayo yameubeba uwanja ule yanafahamika, lakini mambo mengi ambayo yanazungumzwa sasa hivi ni maandalizi kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo sasa hivi tumeona sajili mbalimbali, vilabu mbalimbali vimefanya sajili za wachezaji na upande wa benchi la ufundi wengine wamefanya maboresho na wengine wamefanya mabadiliko makubwa zaidi, kiwemo Young Africa, ambapo wao kwa upande wa benchi la ufundi wamefanya mabadiliko makubwa sana, kuanzia kwa kocha mkuu na wengine wote. Hizo ni habari nyingine ambazo sisi kama unakuwa unatufuatilia vizuri tunakusogezea update zote ambazo zinaendelea kila muda na kila wakati. Mambo vipi mtazamaji wetu wa PMTV? Karibu sana ndani ya PMTV Update, na hapa leo nimekusogezea moja story kubwa ambayo inaleta maswali mengi sana kwa upande wa Simba Sports Club. Migogoro ikiwa inaendelea kati ya viongozi wa Simba, inamaanisha tumeona hapa kulikuwa na kutokuelewana kwa mwenyekiti wa klabu Murtaza Ali Mangungu pamoja na mwenyekiti wa bodi ya Simba ya kurugenzi Clatous Magori, ambapo walikuwa na kutokuelewana kidogo, wengine akisema hili, mwingine akisema lile, na wakati huo mambo yamekuwa mengi zaidi, wengine wakisema Simba ipo na kazi kubwa kuhakikisha kwamba msimu ujao wanafanya vizuri kwa ajili ya kuleta heshima na kuhakikisha kwamba uongozi huu unafanya mabadiliko ndani ya msimu ujao. Story ambayo nimekusogezea hapa leo mtazamaji wetu wa PMTV ni kuhusiana na kauli tata ya aliyekuwa kiongozi zamani wa Simba, nakwambia tangu logo ibadilishwe hatuifungi Yanga. Tunafahamu kumekuwa na ukame, nikisema hivyo nadhani utakuwa unaelewa. Ukame ni kitu ambacho hakipatikani kwa muda mrefu, yani kimaanisha ukame wa mvua na maana haijanyesha muda mrefu. Ukame wa chakula hakipatikani muda mrefu. Sasa ukame wa kumfunga Yanga ambao unamaanishwa hapa na bwana Hassan Dalali, ambapo yeye anakuambia kumekuwa na ukame wa kutoifunga Yanga, na anasema sababu kubwa ni logo ya Simba ibadilishwe. Anakuambia kama kuna kitu kinachomkwaza, yani kama kuna kitu kinachomkwaza mwenyekiti wa zamani wa Simba Hassan Dalali Field Malshar, ukitaka kumuita hivyo, ni logo ya klabu hiyo kubadilishwa bila makubaliano ya wanachama kuridhia katika mkutano mkuu, akishauri uongozi urekebishe jambo hilo. Alisema awali logo ilikuwa inaonesha picha ya mnyama mwili mzima, ila kwa sasa kimesalia kichwa pekee ambacho hakijulikani ni cha mnyama gani, na kwa mtazamo wake anaona hakipendezi. Nikinukuu maneno yake ambayo ameyazungumza, nakwambia najiuliza aliyebadilisha hiyo logo bila kulipeleka jambo hilo katika mkutano mkuu na wanachama kuridhia ni nani? Simba ina desturi zake na makubaliano ya watu wengi ni baraka, na kuna wazee waliotangulia mbele ya haki na wengine bado wapo waliliombea hilo, alisema Field Marshal. Na akiongea hivyo na akaendelea kusema kwamba sijui sasa kichwa kilichobaki ni cha mnyama gani. Tangu akatwe Simba kichwa timu haijachukua ubingwa. Sasa kama amekatwa ina maana amekufa, na mwili wake upo wapi? Lazima utakuwa umeoza, na ukioza unategemea kitu gani? Akaendelea kusema binafsi sioni kama anavutia, tofauti na yule Simba mzima ambaye alikuwa analeta uzito wa Simba akiunguruma hadi timu pinzani inaogopa. Alikuwa amezungushiwa kwenye duara, lakini Simba wa sasa haeleweki. Ninawasisitiza viongozi, najua ni wasikivu, wasipuuze hilo, warekebishe na logo irudiwe ya mwanzo. Aliyazungumza hayo wakati klabu hiyo ikiwa inajiandaa kusherehekea kama ambavyo nimekwambia kipindi cha kusherehekea miaka 90 ya Simba toka kuanzishwa kwake, kwamba iwe mwanzo mpya wa vitu kwenda sawa. Pia akisisitiza
Kipindi hiki inahitajika mshikamano ili kurejesha ushindani mkali dhidi ya wapinzani wao. Ina maana kumbe watu kipindi wanamtafuta mchawi ni nani, kumbe bwana mchawi ni logo kubadilishwa, na si kubadilishwa tu, kubadilishwa bila idhini ya wanachama pamoja na wazee wa timu. Kwa nini Simba akatwe kichwa? Bwana Hassan Dalali, mwenyekiti wa zamani wa Simba, ameshindwa kujizuia na kuambia tangu logo ibadilishwe hatuifungi Yanga. Sasa nahisi hapa kwako mwana Simba, nadhani ushapata sababu kwa nini hamuifungi Yanga. Sitegemei kusikia lawama zingine zikienda kutafutwa huko. Pengine bwana Hassan Dalali ameshazungumza hapa kwamba logo Simba katwe kichwa, amekatoka akatwe kichwa na Yanga hamjamfunga. Kwa hiyo mambo ndo kama hayo ambayo kila mtu anazungumza la kwake, lakini kiufupi bwana nikwambie tu kwamba tunatarajia kwenda kuona ushindani mpya katika msimu mpya ligi kuu soka Tanzania bara. Endelea kubaki na PMTV kwa ajili ya kujipatia habari zote za kimichezo ambazo tunakusogezea hapa, zile za ndani pamoja na habari zote za nje. Tupo na PMBet, hakikisha unabashiri kupitia pmbet.co.tz ama *149 *23 alama ya reli.